ni ibada ya kumwombea, na misa yenyewe kwa sababu ni oktava ya Pasaka, tutaendelea na misa katika utaratibu wa kawaida ndani ya oktava ya Pasaka, na kwamba leo tunamwombea kama jimbo, lakini tunaalikwa kuendelea kumwombea popote pale tulipo, na hivyo si leo tu bali hata mpaka atakapozikwa na kuendelea na kwa utaratibu tutakaokuwa tukikutana nao. Waombe sasa tuwe katika ibada hii ya misa takatifu tukimkumbuka kiongozi wetu mkuu aliyeitwa na Mungu, na tukiendelea kumwomba Mungu amsamehe na ampokee katika makao yake ya milele mbinguni. Basi nimwalike Baba Askofu atuongoze sasa katika ibada hii ya misa takatifu, nasi tushiriki kwa uchaji, tukiendelea kumkumbuka katika mioyo yetu na akilini mwetu, tukitoa maombi yetu ya huruma ya Mungu, tukiomba kwake huyu mtumishi wake aliyemwita. Baba Askofu, karibu, na sote karibuni tushiriki ibada hii ya misa takatifu. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 3 aya 11 hadi ya 26. Siku zile kiwete yule aliyeponywa alipokuwa akishawishika Petro na Yohane, watu wote wakusanyika mbio katika tao lile lililoitwa tao la Sulemani, wakishangaa sana. Hata Petro alipoyaona haya akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnasabia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi, kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi, au utauwa wetu sisi? Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato, alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu. Na sisi tu mashahidi wake, na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua. Na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Basi sasa, ndugu, najua kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, sipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu aliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote, zilizoonewa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba
Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu, na kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. Na itakuwa ya kwamba kila mtu aliyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuja baada yake, wote walihubiri habari za siku hizi. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Neno la Bwana. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Kiitikio: Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yako. Kiitikio:
Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wanafunzi waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kumega mkate. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa, kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, kwa namna ya pekee nitambue uwepo wa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Martin Shigera na uwepo wa kamanda wetu wa polisi wa mkoa wa Geita mama yetu Sofia Jongo, na vile vile mkuu wetu wa wilaya ya Geita Mheshimiwa Hashim Komba, waheshimiwa mapadre, waheshimiwa watawa. Wapendwa ndugu zangu, kama tulivyoambiwa mwanzoni mwa kusanyiko letu na tulivyopashana habari, ni kwamba tumetenga siku ya leo kama jimbo kusali misa hii maalum kwa ajili ya kumwombea Baba Mtakatifu. Ni wazi tunaungana na kanisa zima ambalo pamoja na maombolezo, lakini sehemu kubwa limewekeza katika sala kumwombea baba huyu ambaye anamaliza safari yake kwa utumishi mkubwa na uliotukuka. Basi Mwenyezi Mungu amjalie vile vile thawabu ya uzima wa milele. Nianze kuchukua nafasi kuwashukuruni nyote kuja kuungana nasi
katika kusali, na kwa namna ya pekee kusali kama familia ya Mungu ya eneo hili la jimbo la Geita, tukielewa vile vile kwamba hata sisi tunaguswa na yale mema mengi ambayo Baba Mtakatifu Francisco amelitendea kanisa na ameutendea ulimwengu. Maandiko matakatifu yanaendelea kutusindikiza, na kwa namna ya pekee tukiwa ndani ya oktava hii ya Pasaka. Somo la kwanza leo limetoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 11 mpaka wa 26. Ni mwendelezo wa somo ambalo tulilisikia hapo jana. Baada ya mitume kupata habari kwamba Yesu amefufuka na wanapata sasa nguvu kidogo, Petro na Yohane waliondoka kwenda kusali hekaluni. Wakiwa wamekwenda kusali, walikutana na kiwete huyu ambaye kwa kweli yeye tegemeo la maisha yake. Walipotenda hilo, ni wazi hawakubaki tena kwa ajili ya kusubiri sifa za watu, wanaondoka kwenda kuendelea na sala. Somo la leo ndio linaanza pale kusema basi baada ya pale Petro na Yohane, na hawa sasa ndipo Petro anatumia nafasi hiyo kufundisha. Anasema si kwa nguvu zao wameweza kumponya kiwete huyo, bali ni kwa jina la Yesu. Na anarudia tena kueleza historia ya yale yaliyotokea, kwamba ndani akasema sisi sote ni ndugu, akaita fratelli tutti, sisi ni ndugu. Na katika hilo Baba Mtakatifu anaonja hiki walichokifanya Petro na Yohane, kwamba ni ndugu na udugu wetu uko katika kuhudumiana. Na akiliona hilo, alifikia mahali baba huyu akatukumbusha kitu kimoja kikubwa, thamani ya umaskini ambao pengine tunapambana nao na upiga vita ni vizuri kabisa, lakini yeye aliisha akasema umaskini ni mzuri, si kwa sababu ya binadamu kuishi katika mahangaiko ambayo anaita misery, hapana, ila kama fursa ya binadamu kusaidiana. Na kwa kweli katika hilo ni kama anafika kutufungua macho, anaonyesha hakuna asiye na umaskini. Unaweza kuwa na utajiri wa mali, lakini una upungufu mkubwa wa afya. Unaweza kuwa na afya nzuri, lakini huna mali na mengine yote. Kwa hiyo aliangalia umaskini huo kama jinsi mitume hao wanavyomwangalia kiwete huyu, na jibu lake Papa Francis ni kama ambalo walitoa Petro na Yohane: haihitaji fedha wala dhahabu, ni moyo kwanza, moyo na utayari wa kushirikishana hata kile kidogo kilichopo. Na kwa kweli akafikia kutuonyesha, mara nyingi tunasema kuna kidogo, si kidogo. Alipiga vita matumizi mabaya, kwa mfano ya chakula, anaita consumerism. Mmoja anakula, anabakiza, anamwaga jaani bila kujua wala kujali kwamba kuna wasio na chakula. Na consumerism inakuja pale ambapo binadamu hatujipimii, iwe ni katika mavazi, iwe katika chakula, lakini unaweza kukuta hata katika utunzaji wa fedha. Consumerism alipigana nayo vita, na anatuambia kabisa ni dhambi ya wakati wetu. Tumetafuna. Baba Mtakatifu anatuonyesha, tumeanza na chakula, tumekwenda, tumeangalia, tumekwenda mpaka sasa tumeingia tunaitafuna dunia. Anaandika waraka unaoitwa Laudato Si, akituonya na kutuonyesha kwamba tunaweza tukaila hii dunia ikaisha kwa matumizi mabaya ya rasilimali za dunia tulizonazo, na hasa uharibifu wa mazingira. Uharibifu mkubwa wa mazingira unakuja kutokana na wale ambao wanakula dunia hii, na tunaonja alivyoenda kupigania
haki kule Amazonia, hawakumwelewa. Uoto ambao una sifa kubwa ya kuifanya dunia iendelee kuwa na hewa safi, lakini leo wameingia wakubwa kule, wanatafuna bila kujihurumia. Mtu yuko tayari kusafisha msitu mkubwa na kuteketeza ili apate kidogo labda mafuta yaliyoko chini. Tukatumia pengine teknolojia kubwa bila kuangalia tunaharibu hali ya hewa juu. Kwa hiyo alirudi na kuangalia umaskini katika hali ya kwamba mmoja huyu anapotafuta mali kwa nguvu kiasi hicho anajenga na kutengeneza umaskini. Leo kweli ukifanya tabia ambazo zinaondoa mvua, inawezekana wewe labda ukaishi kidogo zaidi ya wengine, lakini asilimia kubwa, tukisema kwa mfano nchi yetu leo inajengwa na wakulima na wafugaji hawa ambao ni sisi. Ukikata mvua tu si tayari mwisho umefika. Kwa baba huyu hakuongea tu, ameandika. Alipopigania amani alifika mahali hata hakujihurumia yeye mwenyewe, akitaka kwenda kuongea na watu wa Iraki, ambayo tunaelewa Iraki kwa miaka mingi imekuwa katika machafuko na mauaji na nini. Inaonekana alionywa mpaka hata na vyombo vya kimataifa kuhusu usalama wake, usiende Iraki. Palikuwa pagumu, lakini akaenda Iraki, na ujumbe aliotaka kuwapelekea ni ujumbe wa amani. Kukosekana kwa amani kunajenga umaskini ambao hauna tafsiri hii nzuri ya umaskini ambao ni utajiri kwa binadamu. Kutengeneza viwete hawa ambao mara nyingi leo tunao mitaani kwetu wanaishi kwa kutegemea pengine hilo. Kwa hiyo katika kila mazingira baba huyo aliongea. Kisiasa ameongea huko, akionyesha jinsi ambavyo dunia hii ikiwa na viongozi ambao wamekaa wakapanga pamoja wakasikilizana, hata swala la umaskini linaweza likapata jibu lake. Amegusa kila mahali. Aliona viwete hawa wanaomuomba. Ni baba ambaye katika hayo wazi kwamba amegusa kila mmoja wetu. Ameangazia mataifa kuona umuhimu huo wa kuishi, na tunaonja kutokana na Laudato Si waraka aliyoandika. Leo hii kuna kampeni nyingi za kutunza mazingira. Baba Mtakatifu Francisco amekuwa ni moja kati ambao walisimama kidete na kuionyesha dunia kwamba tunaelekea kuiharibu, kuifanya dunia iwe kiwete kama huyu ambaye tumemsikia. Kubwa lingine, alikemea kila hali ya unyanyaso. Ni baba ambaye ameonyesha kweli kwamba dunia hii tunaweza tukaishi wote pamoja na tofauti zetu, na kikubwa alichoamini ni huruma. Anaonyesha tukibadilishana huruma, dunia ni mahali pazuri pa kuishi. Siasa inawezekana pamoja na tofauti zetu, biashara zinawezekana. Kwa tunapomwenzi na kumwombea pumziko la amani, wapendwa katika Kristo, tunayo ambaye ametuachia tunu hizi, na kama tunavyoalikwa katika somo hilo la kwanza, tujitahidi kuwa mashahidi. Na ushuhuda wetu ni huu. Sio Papa Francis pekee wa kwanza ambaye anatumia maisha yake kutuachia ishara ambazo ni msingi wetu wa kuishi kama binadamu. Naweza tukashuka kabisa katika ngazi hiyo hata tukaingia ndani ya taifa letu. Tunayo mifano. Kanisa leo liko katika mchakato wa kuangalia mtumishi wa Mungu Mwalimu Nyerere anavyoweza kuenziwa, lakini si kanisa peke yake. Tukiwa wa kweli, baba huyu alifanya mengi kwa taifa, mengi ambayo leo kwa sababu ya shibe hiyo, consumerism ya kisiasa, tunakaa wengine tunatukana, kudiriki hata kusema hajafanya lolote ndani ya nchi hii. Baba huyu tunayo mifano.
Tusipande tu kwa Papa Francis, hebu tushuke miongoni mwetu. Na tabia hiyo ya kushiba mpaka tukadharau, ndio hiyo inaingia pengine hata ndani ya familia. Tunaanza kujenga kizazi cha kisicho na shukurani, kizazi ambacho hakioni kwamba mabadiliko mema ni lazima vile vile yawe na msingi katika wema uliojengwa na wengine. Na tukijengea hapo, ni kweli yako ambayo tutayaacha kwa wakati. Maisha aliyoyaishi Papa Francis pengine ni tofauti kubwa na maisha ya mapapa waliotangulia. Unaonja papa mchangamfu aliyekuwa anacheza na watoto. Juzi alikuwa anaonyesha picha moja, anawavalisha watoto wawili kofia, basi anatenganisha zile kofia, anarudisha huko, baadaye anawavalisha watoto waliompelekea kofia zao wavalishe kwa heshima. Anajibu vile vile mazingira ya wakati. Si ajabu miaka 50 iliyopita papa angefanya kitu kama kile, labda angeonekana ni kituko, lakini ndio dunia leo. Papa anayepiga simu kwa selfie, sijui mnaita selfie au video call, anaongea na Gaza. Lakini alipokuwa anaongea nao, ambayo imetrendi zaidi, swali la kwanza alipowapigia wale alikuwa anaongea na Wakristo wale wa Gaza kwa sababu ya mahangaiko walionayo wale jumuiya ndogo ya Wakatoliki walio kule. Mwishoni hapa wakati anaongea nao, ambayo ndio ilikuwa simu yake ya mwisho, anaonyesha anawapigia, alafu swali la kwanza anauliza, leo mmekula nini? Leo mmekula nini? Inawezekana si swali linalotegemewa sana kwa papa, lakini katika mazingira ambayo anawakuta wale watu, ndio mabadiliko hayo yanayokwenda na wakati. Tunapopigania mabadiliko, na hasa ya kutuinua kutoka katika kiwete ambacho kimetukamata, tusisahau vile vile historia, na tufundishwe na maandiko matakatifu. Mitume wanawaambia wale Wayahudi, hamtamuelewa Yesu kama hamtarudi na kumuona yule Yesu mliyemuua ndiye huyu aliyefufuka. Katika Injili tunaonja sura hiyo ya Yesu mfufuka, mwenye mwili wa utukufu, asiyehitaji chochote cha kimwili, kwa sababu hata pale anapoingia milango imefungwa kwa hofu, hahitaji hata mlango wa kuingia. Mitume walikuwa wanashtuka tu yuko kati yao, lakini kwa ajili ya kuwasaidia mitume, kuwaimarisha katika imani, anauliza, mna chochote cha kula hapa? Tunaambiwa wakampa kipande cha samaki wa kuoka, akala mbele yao. Yesu mfufuka. Yesu mfufuka ni huyu anayewaambia nishikeni, shikeni, na akaonyesha mikono yake yenye misumari na miguu iliyotobolewa. Ndugu zangu, mara nyingine tunatafuta haya ya kutusaidia kuishi imani yetu, kuishi siasa yetu, kuishi udugu wetu, pengine kwa gharama kubwa ambayo haihitajiki. Na ndio hii papa aliyekemea tamaa ya vita na mashambulizi dhidi pengine ya kupiga kura na demokrasia iliyo na haki. Mitume hawa wanaorudi kati ya mitume na kuwasimulia Yesu amefufuka, walikuwa wamekata tamaa, wanaondoka wanarudi Emmaus, kwamba yamekwisha. Na njiani ndio Yesu anawasikiliza, mnaongea nini hiki? Anawarudisha naye, rudini katika maandiko, someni kuanzia Abrahamu, ndipo mtaelewa hili lililotokea leo. Leo hii si ajabu wengine maandiko, si tu haya maandiko matakatifu, lakini hata yale matakatifu yanayotufanya tuwe taifa stari na kuona ndio iliyotufikisha hapa tulipo leo. Tukiwa tumezungukwa na mataifa ambayo yana vita na chuki, yasiyo na amani. Tanzania tulipenda sana Papa Francis pia siku moja atembelee hapa, si ndio? Ni hamu ya kila baraza la maaskofu. Lakini tumeona kipaumbele, amekwenda kule kuliko kuwa na shida, akatangaza amani. Sisi tunaachwa kwa sababu tuna amani.
na tuna miongozo mizuri, sio msaafu ambayo inaweza pengine ikafanyiwa marekebisho hapa na pale, lakini si kwa sababu tu ya kufanya mabadiliko, yatufikishe kuonja kweli safari yetu inakwenda kwa amani. Hii ndio ilikuwa safari ya huyu baba. Katika kutetea amani alifika mpaka akawabusu miguu wale viongozi wa Sudani ya Kusini, na ilionekana ile papa na umri wake na matatizo yake ya afya, anainama anasema, niruhusuni, niacheni niwabusu miguu, murudi nyumbani, msipigane. Wamerudi tu wakaanza kupigana, wamepigana mpaka leo. Ukichezea baraka, ndugu zangu, ni lazima itageuka kuwa laana. Tukichezea neema, tunatafuta matatizo. Ndio maana baba huyu amekaa na kupambana na kuangalia hilo halipo. Kama Yesu mfufuka anavyodiriki kula samaki ambayo hahitaji tena, amefufuka, Papa Francis vile vile ameyafanya haya. Sisi tunatoa ushuhuda gani? Ameyafanya si kwa jina la dini, amekwenda vile vile kama kiongozi. Ndio maana wanampa nafasi ya hutubia Umoja wa Mataifa, afanyeje, lakini ujumbe wake daima ulikuwa huo, ni wa kulinda amani. Mitume hawa wanapoalikwa, mkawe mashahidi kwa watu wote, hatuoni kama baba huyu ametuachia ujumbe kuwa mashahidi wa thamani nzuri, na tusitafute mbali tulizo nazo. Hiyo ndio inampa nguvu Baba Mtakatifu. Tumeonja amefanya kazi. Alipotoka hospitali tuliambiwa amepewa miezi 2 ya mapumziko. Sidhani kama ilipita wiki alionekana hadharani, walau uwepo wake awasalimie watu, walau uwepo wake. Kumbe ndugu zangu, ni baba ambaye vile vile ametufundisha moyo wa uvumilivu, kujisahau tukapokea wengine, kujisahau tukatenda kwa ajili ya wengine. Tunapomwombea Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la amani, ziko ishara nzuri ametuachia za kiutu, zisizo na dini, zisizo na dini. Amani haina dini. Pakichafuka hapa hakuna dini. Tuwaulize wenzetu walio katika vita. Upendo kwa maskini hauna dini. Utajengwa na moyo wa kuridhika na kile tunachopata, na tena ukaleta na ukarimu sasa wa kuwashirikisha wengine kile ambacho Mungu ametujalia. Ndio tafsiri yake ya kuwaelekea maskini. Na upendo wa kweli ni huu ambao uko tayari kujitoa kwa ajili ya wengine. Analifanya Kristo katika utimilifu wake, amelifanya baba huyu katika ubinadamu wake. Ndio maana sisi tunasali na kumwombea yeye kama binadamu, katika yale ambayo pengine uchovu na hata masikitiko zaidi. Unajua, unasikitika pengine hata unaweza kujikuta umekata tamaa, hao watu na waache vitu. Hayo ndio tunamwombea. Mungu amsamehe, amjalie ambayo imetufundisha amani ya kweli, mshikamano wa kweli, tusiitupe, na ikatuandalia miongozo mizuri ambayo tunayo, tuirekebishe ingie katika wakati wetu, lakini bado tusitupe mema mengi ambayo Mungu ametujalia kupitia viongozi wetu waliokuwa binadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.